Wasanii wa Tanzania wanazidi kutamba YouTube mataifa ya chini ya Sahara, yani hapa nazungumzia mataifa ya Sub-Saharan countries. Wakiwa katika 10 bora ya wasanii wenye wafuasi wengi zaidi. Hii ni kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo mashabiki wengi kutoka nje ya Afrika Mashariki na ya Kati, pamoja na ushirikiano wa wasanii wakubwa barani Afrika. Kutokana na kuwa na nyimbo zinazopiga rekodi hadi mashabiki wa kimataifa, idadi ya wafuasi wa wasanii hawa kwenye YouTube imefikia mamilioni, ikionyesha kuwa harakati hii ni zaidi ya muziki tu. Hawa ni wasanii wa mataifa ya chini ya Sahara wenye wafuasi wengi zaidi kwenye YouTube hii. Namba 9. Namba 9 imeshikiliwa na msanii kutokea katika record label ya WCB. Hapa namzungumzia bidada Zuchu. Zuchu ambaye anatamba sana na nyimbo yake hivi karibuni ambayo ametoa siku za mwisho akiwa na Spice Girl. Nyimbo hiyo ambayo inajulikana kama Amanda, ambayo imeenda mbali zaidi, ingawa katika YouTube yake kuna wafuasi zaidi ya milioni 4 na 49, kwa maana ya subscribers milioni 4 na laki 4,090. Hiyo ikamfanya aweze kushikilia nambari 9 katika listi yetu hii ya leo kwa wasanii ambao wanaongoza na kuwa na wafuasi wengi sana YouTube katika nchi za Sub-Saharan. Namba 8. Namba 8 imeshikiliwa na Davido. Davido msanii kutokea Nigeria akiwa na jumla ya wafuasi kwa maana subscribers mjini YouTube milioni 4.89. Hapa nazungumzia subscribers milioni 4 na laki 8,090. Kufuatia wafuasi hao wamemfanya Davido aweze kushikilia nafasi ya 8 katika wasanii ambao wanaongoza kuwa na wafuasi wengi huko mjini YouTube katika nchi za Sub-Saharan. Namba 7. Namba 7 imeshikiliwa na Rema ambaye anatamba na nyimbo yake Baby Calm Down, nyimbo ambayo aliweza kufanya remix na Selena Gomez. Imeweza kwenda mbali zaidi nyimbo hiyo, na hii ikamfanya kuweza kupata wafuasi wa nje akiwa na jumla ya wafuasi milioni 5.35, kwa maana subscribers milioni 5 na laki 3,50. Kufuatia subscribers hao wameweza kumfanya Rema aweze kushikilia nafasi ya 7 kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kuwa na wafuasi wengi mjini YouTube katika nchi za Sub-Saharan countries. Nafasi ya 6. Nafasi ya 6 imeshikiliwa na Harmonize kutokea Konde Gang na CEO wa gang hiyo akiwa na jumla ya wafuasi kwa maana subscribers milioni 5 na 0.55, kwa maana ya subscribers milioni 5 na laki 5,050. Nafasi hiyo imemfanya yeye ashikilie nafasi ya 6 kufuatia wafuasi hao ambao anao. Nafasi ya 5. Nafasi ya 5 imeshikiliwa na bidada Tyla all the way kutokea South Africa, ambaye yeye ana jumla ya wafuasi milioni 5 na laki 6,10. Kufuatia subscribers hawa milioni 5 na laki 6,10, imeweza kumfanya Tyla aweze kushikilia nafasi ya 5 kati ya wasanii ambao wanaongoza kuwa na wafuasi wengi katika nchi za Afrika, hasa ukizingatia Sub-Saharan countries. Nafasi ya 4. Nafasi ya 4 imeshikiliwa na Fally Ipupa. Ni msanii kutokea all the way Congo, ambaye yeye nyimbo yake nyingi sana nzuri zimeanza kutamba katika miaka ya nyuma kidogo, hivyo zikamfanya yeye kuweza kupata wafuasi wengi sana nje ya nchi yake ya Congo, na hii ikapelekea yeye kuweza kuwa na jumla ya wafuasi kwa maana ya subscribers milioni 5 na laki 6,10. Kufuatia hao subscribers wameweza kumfanya yeye kushikilia nafasi ya 4. Nafasi ya 3 imeshikiliwa na Burna Boy kutokea all the way huko Nigeria. Yeye kufuatia subscribers wake ambao ni jumla ya wafuasi milioni 5 na laki 7,030 imemfanya kuweza kushikilia nafasi ya 3 kati ya wasanii ambao wanaongoza kuwa na wafuasi wengi sana huko mjini YouTube. Burna Boy ameweza kufanya nyimbo nyingi sana na wasanii wakubwa huko nje, akiwemo msanii kama Ed Sheeran ambaye walifanya nyimbo inaitwa My Hand, nyimbo tamu sana ambayo ilipigwa huko UK, United Kingdom. So kufuatia subscribers ya hawa milioni 5 na laki 7,030 wamefanya Burna Boy kushikilia nafasi ya 3 kati ya wasanii ambao wanaongoza kuwa na wafuasi wengi katika nchi za Sub-Saharan. Nafasi ya 2 imeshikiliwa na Vivian Boy. Hapa nazungumzia Rayvanny ambaye yeye amejikusanyia kijiji chake cha subscribers jumla ya wafuasi milioni 6 na laki 1,090.
katika mtandao wa YouTube kufuatia nyimbo yake ambayo ilimpeleka kimataifa. Nyimbo ambayo inajulikana kama Tetema ambayo alisha kufanya na Malume. Nyimbo hiyo iliweza kumletea subscribers wengi sana jinsi ilivyokuwa isivyotarajiwa. Msanii huyu Vanny Boy ikamfanya aweze kushikilia nafasi ya pili kati ya wasanii wa Afrika ambao wanaongoza kuwa na subscribers. Basi Vanny Boy yeye kashikilia nafasi ya pili. Lakini nafasi ya kwanza hatuwezi kuacha kumpa heshima zote all the way msanii mkubwa sana, the one and only, the A-list wetu, lakini pia the A-list wa Afrika. Huwezi ukaacha kumtaja the latest performer, the one and only, this is Diamond Platnumz. Diamond Platnumz, simba la masimba Dangote, we zombie we. Yeye amejikusanyia kijiji chake na mawapita mbali wasanii hawa ambao wameweza kuacha. Ukiangalia interview ya subscribers yao ni kubwa sana. Yeye ana jumla ya kijiji chake cha subscribers milioni 10.9 milioni 10.9 bana. Hii ni interview kubwa. Ukiangalia msanii wa pili Vanny Boy ana milioni 6. Kwa unaweza ukaangalia zaidi ya subscribers milioni 4 ili kumfikia Diamond ndio awakusanya Vanny Boy. Umeona? So naweza kusema kwamba Diamond Platnumz anazidi kuheshimisha Tanzania kimataifa, na hii ni kutokana na uwezo wake wa kuperform, anavyoimba. Nyimbo zake zimekuwa mvuto kwa watu wengi sana. Though huku tunatumia Kiswahili, ukilinganisha na Nigeria, wasanii wa Nigeria mara nyingi wanachanganya lugha ya Kiingereza pamoja na Kikwao ambacho mara nyingi kinaitwa Kiyoruba, lakini nyimbo zao bado zinaenda mbali of course katika nchi za Ulaya, lakini bado hawajamfikia msanii mkubwa Diamond Platnumz kwa jumla ya watazamaji, lakini pia kwa jumla ya subscribers ambaye ana jumla ya subscribers milioni 10, ukilinganisha na Burna Boy ambaye yeye ndo msanii anayefuata, au ukiachana na wasanii wa Tanzania ambaye yeye ana nusu yake, ana nusu ya subscribers wa Diamond ambaye ana jumla ya subscribers milioni 5.7. Kwa hiyo wana umbali mrefu sana mpaka kuja kumfikia Diamond Platnumz, na hao ndo wasanii ambao wanafanya vizuri sana katika upande wa fuasi katika nchi za Sub-Saharan. Unazungumzaje hili? Shika comment yako hapo chini. Mimi naitwa Dodx_Drizzy. Hii Siku TV.